Ndugu wanahabari, sambamba na jitihada za serikali za kuimarisha miundombinu ya elimu katika ngazi ya elimu ya lazima, serikali pia imefanikiwa kumkabidhi mkandarasi eneo la ujenzi Betrasi kwa ajili ya kuanza mradi wa ujenzi wa taasisi ya mafunzo ya ubaharia ya Chuo Kikuu cha Taifa SUZA. Mradi huu thamani yake ni takriban shilingi bilioni 10.8 na unakusudia kuwa kituo muhimu cha kuzalisha wataalamu wa fani za ubaharia. Kupitia mradi huu, serikali itaendelea kutekeleza kwa vitendo azma yake ya kukuza rasilimali watu wenye ujuzi katika sekta ya uchumi wa bahari. Sambamba na utekelezaji wa maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi yaliyoelekeza ujenzi wa miundombinu ya taasisi hiyo. Aidha, katika kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kuishi kwa wanafunzi wa elimu ya juu, SUZA imeanza ujenzi wa dahalia ya wanafunzi wa kike yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 484 pamoja na kumkabidhi mkandarasi eneo la ujenzi wa dahalia ya wanafunzi wa kiume yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 484 pamoja na mgahawa. Miradi hii ya dahalia yenye thamani ya shilingi bilioni 26 ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeainishwa kuwa ifikapo mwaka 2020 Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kitakuwa kimekamilisha ujenzi wa dahalia za kisasa za wanafunzi. Ujenzi huu unatekelezwa sambamba na master plan ya muda mrefu wa kuimarisha na kutanua miundombinu ya chuo hicho ili kiweze kuhudumia idadi kubwa zaidi ya wanafunzi na kutoa elimu bora inayokidhi mahitaji na maendeleo ya taifa. Ndugu wanahabari, katika kipindi hiki cha siku 100, serikali imeendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mtaala mpya unaozingatia umahiri kuanzia ngazi ya elimu ya maandalizi hadi sekondari. Miongoni mwa maelekezo yaliyotolewa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunza pamoja na kuwajengea walimu uwezo kupitia mafunzo ya walimu kazini ili waweze kutekeleza mtaala huo kwa ufanisi. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali imefanikiwa kusambaza nakala 505,824 za vitabu kwa wanafunzi wa maandalizi kwa mwaka wa pili, darasa la pili na darasa la 3 katika shule zote za serikali Unguja na Pemba. Sambamba na hilo, nakala 133,185 za vitabu zimesambazwa katika shule za sekondari kwa wanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4. Vitabu hivi vimegharimu jumla ya shilingi bilioni 3.83 na vinalenga kuhakikisha wanafunzi wanapata nyenzo muhimu za kujifunzia zinazokidhi mahitaji ya mtaala mpya. Aidha, katika kuimarisha utekelezaji wa mtaala huo darasani, serikali imeendelea kuwajengea uwezo wa walimu kupitia mafunzo ya walimu kazini. Ndani ya kipindi hichi cha siku 100, walimu 1880 wa shule za msingi na sekondari wamepatiwa mafunzo kupitia vituo vya walimu vilivyopo Unguja na Pemba. Mafunzo haya yanalenga kuwapa walimu mbinu na maarifa ya kisasa ya ufundishaji yanayoendana na mabadiliko ya mitaala. Ndugu wanahabari, serikali imeendelea kuweka mkazo katika kuwajengea vijana ujuzi na stadi za vitendo zinazowawezesha kujitegemea na kukabiliana vyema na mahitaji ya soko la ajira. Katika muktadha huo, mtaala mpya unaozingatia umahiri ulianza kutekelezwa kuanzia mwaka 2025 katika ngazi ya elimu ya sekondari na umeweka msisitizo mkubwa katika amali kwa lengo la kuwapatia wanafunzi maarifa ya ujuzi unaoendana na mahitaji halisi ya maendeleo ya nchi. Ili kuimarisha utekelezaji wa mwelekeo huo, ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kuongezwa kwa idadi ya wanafunzi wanaosoma katika mkondo wa amali na kufikia wanafunzi 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katika hatua ya utekelezaji wa azma hiyo, tayari serikali imewapangia wanafunzi 1386 wa kidato cha kwanza kujiunga na mkondo wa elimu ya amali. Hatua hii ni mwanzo muhimu katika safari ya utekelezaji wa lengo hilo, ikiwa ni sawa na 13.9% ya shabaha iliyowekwa katika ilani na inaonyesha dhamira ya serikali ya kuendelea kuijenga elimu inayozalisha wahitimu wenye maarifa, ujuzi na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yao.